Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa hapa pia amesema kwamba zao hili linashuka, wakati mwingine inapelekea kiangazi kirefu, lakini wakati mwingine anasema ukasema kwamba mvua zinakuwa nyingi sana. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naomba nimshauri Mheshimiwa Waziri, kwa kuwa tumeshaona kwamba kuna mabadiliko ya hali ya nchi katika ugawanaji wa mbegu za miche hii ya mikarafuu, naomba sasa waweke utaratibu wa kuwahi mapema kidogo pale mvua tu zinapoanza, kabla ya mvua kuwa nyingi, kwa sababu miti hii ni migumu kuota kwake. Wakati wa kiangazi kikiwa kikubwa inakuwa kuna ugumu wa kuota kwake, lakini hata mvua zinapokuwa nyingi sana pia kuna ugumu wa kuota kwake. Kwa hiyo naomba nimuombe Mheshimiwa Waziri walisimamie hili wakati wanagawa miche hii, wawahi mapema pale mvua zinapoanza, ili wakati mvua zinapokuwa kubwa iwe tayari miche ile imeshashika na imeshaanza kuota, ili mvua zinapozidi inahimili na kukua, ili tuone kwamba bado zao hili halipotei na kupoteza uhalisia wa zao hili na kukosa mapato kwa serikali. Ushauri wangu, kwa kuwa tunajua kwamba mtu fulani ikifika mwaka fulani anastaafu, tuanze kuandaa wengine, ili huyo akiondoka wawe wapo ambao tunaweza kuwategemea. Lakini hata hivyo, ningeshauri pia tuwe tuna mpango wa kuwatumia hawa wenzetu wastaafu alau mwezi mara moja, kukutana nao kwa ajili ya kuwasomesha hawa ambao tunao, kwa ajili ya kubadilishana mawazo na uzoefu, ili shughuli zisiweze zikakwama, maana vinginevyo shughuli zetu zitaendelea kukwama. Kwa hiyo mimi ombi langu liwe kwamba tushirikiane nao wale ambao wamestaafu, ili watuweze kutupatia ujuzi walionao. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze moja kwa moja kwenye programu ya maendeleo ya misitu. Kwa bahati nzuri kwenye ripoti hii mmeelezea kuongezeka kwa idadi ya watalii wa ndani na wa nje wanaotembelea hifadhi kutoka watalii 64,000 hadi 100. Hii ni shabaha ambayo mmeilenga kwa mwaka 25-26. Lakini tukiangalia tuna msitu ambao ni msitu wa Ngezi, na mara nyingi Mheshimiwa Waziri tunauzungumza sana msitu huu wa Ngezi, na tulitegemea kwamba msitu ule utaboreshwa na serikali ili kuhakikisha kwamba watalii wanaongezeka kwa kasi. Sasa katika hawa watalii ambao walikuja kutembelea 42,000, tulitaka tupate uchambuzi ndani ya msitu wa Ngezi, kweli kulikuwa na watalii ambao walikuja kutembelea pale, na kama hawapo ni sababu gani? Kwa sababu bado serikali haijaandaa mpango maalumu ya kuhakikisha wanauboresha na kuimarisha msitu